Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka ulioacha alama na historia katika chuo cha uhasibu Arusha kwenye michuano ya Shimivuta yaliyofanyika kule mkoani Tabora. Chuo cha uhasibu Arusha IAA kimeendelea kuthibitisha ubora wake katika michezo baada ya kuibuka kidedea kwenye mashindano ya shirikisho la michezo kwa vyuo vya elimu ya juu Tanzania Shimivuta kwa mwaka 2025 yaliyofanyika mkoani Tabora. Katika mashindano hayo IAA imefanikiwa kutoa jumla ya makombe 11 ikiwemo kombe la mshindi wa jumla overall winner, jambo lililoonyesha uimara, ushindani na maandalizi bora ya wanamichezo wake katika fani mbalimbali. Makombe mengine 10 yalipatikana kupitia ushindani na nafasi za juu katika michezo tofauti. Waziri wa michezo na burudani katika chuo cha uhasibu Arusha IAA, Mheshimiwa Nuru Jeremia, alianza kwa kuupongeza uongozi wa chuo pamoja na serikali ya wanafunzi kwa kushirikiana nao katika kuhakikisha wanapata ushindi huo. Nipenda kumshukuru mkuu wetu wa chuo Profesa kwa kuendelea kuwekeza kwenye michezo sana. Lakini pili, nimshukuru Mheshimiwa Rais wa serikali ya wanafunzi, Mheshimiwa Francis Wambura, na yeye pia kwenye moja ya ilani kubwa ilikuwa ni kuwekeza kwenye michezo. Sasa hayo yote ukichanganya na uwezo wa wanafunzi, hamasa ya wanafunzi, imetupelekea kushinda makombe yote haya. BMMC Media ilizungumza na baadhi ya washiriki kutoka katika chuo cha IAA walioshiriki kwenye michuano ya Shimivuta kwa mwaka 2025, wakieleza ushindani waliokutana nayo kwenye michuano hiyo. Nimefurahi sana kushiriki, na kwa kweli kwenye mashindano ulikuwa mkubwa. Kwa viongozi wetu kabla tujatoka walikuwa wanashauri kwamba kwa kila game ni finali. Haijalishi ni makundi, ni robo, ni nusu au finali yenyewe. Na kwa ushiriki wetu ilikuwa ni kila mtu kujitoa kwa nafasi yake na kwa nguvu zake kwa ajili ya timu ili tuweze kupata ushindi ambao kiukweli tumefanikiwa kupata. Najisikia vizuri sababu nimeonekana bora katika mchezo wa bao, maana huu mchezo unaonekana unasemekana kuchezeka na wanaume sana tofauti na wanawake. Kwa kuibuka mshindi ni kwamba tunaonekana hata pia wanawake tunakuombea kucheza mchezo tofauti. Palipo na mafanikio huwa hapakosi changamoto. Tunatamani kama tukipata hata nafasi hapa chuoni, kupata hata kiwanja itakuwa vizuri, yaani tutapata hata wanafunzi wengi wanaojua hata zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunategemea sisi. Kwa sababu mtu akija akaangalia hamna uwanja, yani inamuia ngumu sana kujiunga. Kwa hiyo kama tukipata nafasi kwamba tukatengeneza hata nafasi kwa ajili ya volleyball, tutakuwa na wachezaji wengi, maana tutakuwa tunapata wengi wa kufanyia training. Hivyo napata idea. Ni kweli tulikuwa tuna hiyo changamoto ya viwanja. Sasa ukiangalia chuo chetu sasa hivi kinaendelea kujenga miundombinu mbalimbali, na hiyo iko kwenye mojawapo ya mpango wa chuo. Tuna viwanja ambavyo vinaitwa indoor. Hivyo viwanja vitajengwa ndani ambavyo vitakuwa volleyball na basket. Kama kuna uwezekano utaongezeka mpaka cha netball pia kitakuwa ndani. Kwa hiyo kuna viwanja ambavyo vitajengwa, viko kwenye mpango, ni ratiba tu ya chuo ndio ambayo inasubiriwa ili kuweza kukamilisha huo ujenzi. Kwa hiyo ipo kwenye mpango wa chuo na soon wataona ujenzi ukianza kufanyika. Wapo wanaoamini kwamba kuna baadhi ya michezo huwa haistahili kuchezwa na wanawake, wengine wakiamini kama mchezo wa bao huchezwa na vijana wa kiume pamoja na wazee, huku wengine wakiamini kwamba mchezo wa volleyball huwa ni mchezo unaochezwa na wanaume pekee. Mimi naambia kwamba hakuna kitu tuseme tu ni cha wanaume, yaani tujaribu kufanya na sisi tunaweza. Maana hata mimi nilijaribu nikaibuka mshindi. Ilikuwa sio nguvu zangu, lakini kujaribu ndio kila kitu. Kijaribu utaweza. Mchezo wa volleyball kwa wanaofikiria kwamba wanaume peke yao ndio wanashiriki, na napenda kumshauri ni kwamba mchezo wa volleyball hata dada wanacheza, kwa sababu kuna ligi zinaendelea, wadada pia wanashiriki. Hata akiangalia watu wa nje pia kuna wachezaji wakubwa sana wa volleyball ambao ni wa kike. Yes, kama
Kwa timu yetu tumepata mafanikio kwamba kuna wachezaji ambao tayari wanashiriki kwenye ligi za hapa Tanzania, na mimi nikiwemo pia, ligi za Dareva na ligi nyingine. Kwa hiyo ni kipaji ambacho yani hatuwezi tukasema ni kwa ajili ya wanaume peke yao, hata wanawake pia wanacheza, kwa sababu kuna opportunity nyingi zinazopatikana unapokuwa mchezaji wa volleyball wa jinsia yake. Mipango iko mingi sana, mipango iko mingi. Tuna shughuli nyingi sana za burudani, tuna shughuli nyingi sana za michezo, hasa katika kuendeleza vipaji. Ukisoma mipango kazi ya Wizara ya Michezo, utaona ni jinsi gani ambavyo tumejipanga kwa ajili ya kuibua vipaji mbalimbali, sio vya mipira tu, lakini pia vile vya uimbaji, chekesho na vipaji vingine vingi. Ratiba zitakuwa zinatoka kadri tunavyoenda, na soon hapa karibuni kuna bonge la party ambalo linakuja, linaitwa Freshers Party, mapema sana mwishoni mwa mwezi huu wa Januari au mwanzoni mwa mwezi Februari.